Mashindano haya yalianza 98 rasmi. Mpaka sasa yalitakiwa yawe na umri wa miaka 28 au 29. Ukichukua 98 mpaka 2025. Lakini miaka mitatu ya awali, 98, 99 na 2000, hatukuwa wenye kuyafanya rasmi sana na mbele ya media kama hivi. Ndio maana huwa hatuhesabu kuanzia 98, tunahesabu kuanzia mwaka 2000. Kutoka mwaka 2000 kamili mpaka 2025 ni miaka 26. Fanyeni mahesabu. Lakini tulimiss mwaka mmoja, mwaka wa corona 2020 hatukufanya. Kwa ndio maana tunasema tuna miaka 25 rasmi katika uandaji wa haya mashindano. Yepi matunda ya haya mashindano? Sheikh Kishki, mnatumia gharama kubwa, nyomi kweli, mnajaza watu wageni kutoka sehemu mbalimbali. Watoto wa Kitanzania wanafaidika na nini? Naomba nikwambie, mwamko wa kukisoma na kukihifadhi na kukikombatia Qur'ani Tanzania imeongezeka maradufu. Al-Hikma Foundation fingerprints zake zimekwisha wekwa katika daftari la tarehe, daftari la historia. Tumeleta mwamko mkubwa, mageuzi makubwa. Waislamu wa Tanzania huko nyuma walikuwa wanapenda Qur'ani, sasa hivi wanapenda zaidi Qur'ani kwa sababu ya mashindano haya. Huko nyuma haijawahi kutokea watu kufunga safari kama hija vile, wanatoka Mina wanakwenda Muzdalifa, wanaenda Arafa kwa miguu kwa ajili ya kwenda kufuata tukio la kidini, isipokuwa tukio pekee ni hili la Qur'ani. Na Al-Hikma Foundation ndio waanzilishi na ndio wafunguzi wa uwanja wa Mkapa na Uhuru. Kwa miaka 10 tumedumu ndani ya viwanja hivi. Tumeleta mageuzi, tumezifanya familia nyingi kuipenda Qur'ani, wazazi wengi kuwapeleka watoto wao madrasa na kuwasimamia na kuhakikisha wanasoma Qur'an. Kubwa kuliko yote, nyuma huko, sala za tarawih katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu mwandishi kutoka Star TV, tuna ibada inaitwa ibada ya tarawih. Hii inaswaliwa saa 2:30 usiku baada ya kumalizika kwa swala ya Isha. Huko nyuma miaka 10 au zaidi, Tanzania tulikuwa hatuna maimamu vijana waliohifadhi Qur'ani wakaweza kutuswalisha katika misikiti yote, mikoa yote nchi nzima. Tulikuwa tunaazima Kenya. Sasa hivi vijana waliosoma Qur'ani, waliohifadhi Qur'ani wamekuwa wengi, mpaka tunaazima wengine wanaenda Omani kuswalisha. Wanaenda kuswalisha Kenya, wanaenda kuswalisha nchi mbalimbali. Hii maana yake malengo tumefikia. Kuleta muamko wa Qur'ani, mageuzi ya Qur'ani, kurejesha mapenzi ya Qur'ani katika nafsi za Waislamu na Watanzania, na kuwafanya Waislamu na Watanzania waipende zaidi na zaidi Qur'ani. Sisi ambao tupo katika field hii tunajua kwamba kuna muamko zaidi ya tulivyokuwa tukitarajia. Kuna hapo maana yake tutakuwa tumefanikiwa. Na kwa mujibu wa Qur'ani, ukikishika Qur'ani huwezi kuwa raia muovu, utakuwa raia mwema, kwa sababu Qur'an ni kitabu cha Mungu na ni maneno ya Mungu, na siku zote yanaongoza katika njia iliyo sawa sawa. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.